Yes, kiwango cha goalkeeper nambari 1 wa wananchi Young Africans na timu ya taifa ya Mali, namzungumzia Djigui Diarra, kimewaacha mashabiki wa mpira Afrika na duniani kwa ujumla midomo wazi. Maana ni kiwango kilicho cha juu vibaya mno, na mategemeo ya wanamichezo wengi ni kwamba mchezaji mwenye kiwango cha aina hiyo angecheza Ulaya, angekuwa na kidimua pengine Manchester United, Chelsea, Real Madrid ama timu zingine za Ulaya, lakini Djigui Diarra yuko Afrika na anacheza Tanzania Young Africans. Hii si dharau, lakini ni ukweli wa maisha ya soka yalivyo. Watu wenye viwango vilivyochachuka, watu wenye viwango vya maana wanakipiga Ulaya. Lakini iweje sasa Djigui Diarra na kiwango kile bado anacheza barani Afrika? Ikumbukwe hapo jana Djigui Diarra aliwapeleka Mali katika hatua ya robo finali baada ya kukataa penalti 2 katika kile kipindi cha penalty shootout, katika kile kipindi cha matuta, baada ya kutoka sare ya 1-1 na wana Tunisia, na hivyo kuamliwa mchezo huo kwa njia ya penalti. Mali wakaingia hatua ya robo finali, huku Djigui Diarra wa Yanga akibuka shujaa wa mchezo huo na kutunukiwa tuzo ya man of the match. Sasa watu wanauliza, ni kwa nini Djigui Diarra bado anacheza Afrika? Ni kwa nini anacheza Young Africans ya Tanzania? Katika kujibu hilo, mwanamichezo Green Oswald kupitia mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa Facebook, ameandika hiki ambacho ukikisikiliza na kukiangalia kwa jicho la kina huenda ukaona kuna ukweli ndani yake. Nitakupitisha katika kila alichokiandika mwanasoka, mwanamichezo, na mzungumzia mwamba Oswald Green. Green Oswald ameandika: bila kuzikosea adabu gloves zinazostiri viganja vya mikono ya Djigui Diarra, bila kuwa na moyo uliobeba chembe chembe za mahaba nilionayo kwa timu ya Simba Sports Club, ninasimama kama mtu neutral nisiyefungamana na upande wowote kihisia, nikiwa sina msongo wa mawazo wala stress za mapenzi, mifumo ya fahamu zangu ikiwa inafanya kazi katika ufanisi uliotukuka. Ninaushurutisha wino wa kalamu, siyasaliti mawazo ya fikra zangu juu ya karatasi ninaloliandikia mtazamo huu. Huu ni mtazamo uliosheheni fakti ambazo inahitaji utimamu wa fikra ili kunielewa na kukiamini nilichokiandika. Diarra anaweza kuwa golikipa ambaye anaongoza kuogeshwa mvua ya utukufu kwa sasa Tanzania. Ni kweli, ubora wake anaposimama golini ni bidhaa inayojiuza. Pia clean sheet zinaona fahari kuifata safari ya mafanikio yake. Uwezo wa kusoma mchezo, kuwapanga mabeki na kubarikiwa miguu yenye umahiri wa control mpira. Hivi ni baadhi ya vitu vinavyomweka kwenye sayari ya peke yake dhidi ya makipa wengi wa Tanzania. Mafunzo na misingi ya soka aliyoipata bara la Ulaya utotoni vimemtengeneza awe Diarra anayeweza kucheza first 11 kwenye timu yoyote barani Afrika. Kwa nini sasa Diarra alishindwa kubaki Ulaya? Ndoto zilikufa baada ya kimo kuisaliti safari yake. Asingekuwa na kimo kama cha Lionel Messi, Diarra angekuwa anazima Europe. Kimo cha Djigui Diarra ni futi 5 na inchi 10, wakati kimo cha Lionel Messi ni futi 5 na inchi 7. Utofauti wa kimo cha Messi na Diarra ni inchi 3 pekee. Sayansi ya mpira wa Ulaya inasisitiza sana somo la umuhimu wa golikipa mwenye urefu wa kuanzia futi 6 inchi 3. Tafiti zinaonyesha moja ya faida za makipa wenye kimo cha futi 6 ni kulijaza lango na kufika haraka juu ama pembeni anaporuka kuokoa michomo. Kipa mwenye futi chini ya 6 wanadai ni rahisi kufungwa kwa mipira ya kutengwa, free kick, kona na aina nyingine za set pieces. Kipa mwenye kimo cha chini ya futi 6 huwa halijazi gol, haenei langoni wala hapunguzi ukubwa wa goli. Anapwaya golini na kufanya engo za goli zionekane kirahisi, kitu ambacho kisaikolojia huwa kinamtia njaa mfungaji, hivyo kumwongezea tamaa, ari na nguvu ya kutaka kufunga. Na huenda Diarra ni moja ya magolikipa wanaodhibitisha sayansi hiyo, kwani magoli mengi yanayofungwa ni yale ya set pieces.
Angalia hata AFCON hii, karibu magoli yote kafungwa magoli ya vichwa. Hata michuano ya kimataifa akiwa na Yanga, magoli yanayoruhusu huwa ni aina hiyo hiyo. Hapa ni kama kimo huwa kinazisaliti gloves za mikono yake. Diarra alibarikiwa mikono ya dhahabu, ni moja ya magolikipa bora kuwahi kucheza ligi ya Tanzania. Laiti angekuwa na kimo cha urefu wa futi 6, jina lake lingekuwa kwenye laptop ya kila wakala duniani. Huenda muda huu angekuwa na zima Uholanzi, Ubelgiji, Ligue 1 Ufaransa au hata nchi za Ulaya Mashariki. Ila kimo chake ndiye mchawi aliyemzibia riziki ya kucheza Ulaya. Hayo ni maneno yaliyoandikwa na Green Oswald. Unakubaliana naye kwa kiwango gani mwanasoka mwanamichezo Green Oswald ya kwamba kimo cha Djigui Diarra ndicho kinachomfanya mpaka leo aendelee kubaki Afrika, huku akiwa na kiwango cha dunia, huku akiwa na kiwango bora kweli kweli cha golikipa anayestahili kucheza katika uzito wa soka la kidunia? Tuandikie maoni yako hapa chini kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili uendelee kupata habari kemkem za kimichezo kutokea hapa hapa Sportivaya.